الحمد لله مقلب الليل والنهار ومصرف الشهور والأعوام، جعل الأيام خزائن للأعمال والشهور مواسم للطاعات. أحمده سبحانه على جزيل النعم وواسع الإحسان، وأشكره على ما أولى من فضائل وامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ممر لا دار مقر، وجعل الآخرة دار الجزاء والحساب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، ووفقنا لما تحب وترضى. معاشر المؤمنين، وقف الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوما ينظر إلى الناس، ثم بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: تفكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فتذكرت أن صفوها كدر، وأن جديدها يبلى، وأن حيها يموت، وأن ملكها يفنى، وأن آخرها إلى القبر. ثم قال كلمة تهز القلوب: ألا وإن لكل سفر زادا ولا بد لهذا السفر من زاد. Ndugu Islam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfika aliyotujalia na kutuongezea katika umri zetu tukafika hadi kiwango hiki cha katika maisha tunayoishi. Allah subhanahu wa ta'ala, muumba vyote na ndiye muumba wa zama, amejalia mwanadamu katika umri wake maisha atakayoishi katika hapa ulimwenguni, basi ana muda maalum, na umri ya mwanadamu inajengeka kwa idadi. Idadi hizi inaanza kuanzia sekunde moja, inakuja dakika, inakuja lisaa, inakuja mchana, usiku, inakuja siku, inakuja juma, wiki, inakuja miezi, inakuwa ni miaka. Ndio umri ya mwanadamu. Wakati mmoja Omar bin Abdulaziz rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mwenye kuwatizama watu, kisha ghafla akaangua kilio, akalia kwa uchungu sana. Akaulizwa: ya amira almu'minina madha yubkik? Ewe kiongozi wa waumini, kipi kinachokuliza ewe amirul mu'minin? Faqala, akasema: tafakkartu fi dunya, nimechunguza kupeleleza nikazingatia maisha haya dunia, waladhatiha wa shahawatiha, na matamu yanayopatikana katika dunia, na shahwa matamanio yanayopatikana katika maisha haya dunia. Fatadhakartu anna safwaha kadar, nikapata kujua kuwa hakika kizuri katika maisha ya dunia hubadilika kikawa kibaya. Inafika muda ambapo kizuri kinakuwa ni kibaya kwa watu na kibaya kinakuwa ni kizuri, yani mitizamo yote inakuwa yenye kubadilika. Wa anna jadidaha yabla, kila kipya katika maisha ya dunia kitakuwa ni chenye kuzeeka, kitakuwa chenye kuchanika. Wa anna hayyaha yamut,
kila kilicho hai katika dunia bila shaka kitakuwa chenye kufa, hakuna kinachodumu milele. Wa anna mulkaha yafna, na kila anachomiliki mwanadamu kitamtoka, atamalizikiwa na atakikosa. Wa anna akhiraha ila alqabr, na mwisho haya maisha tunayoishi sote mwelekeo wetu ni wapi? Kwenye makaburi. Thumma qala kalimatan tahuzul qulub, kisha Umar bin Abdul Aziz akasema maneno ambayo yanatikisa mioyo. Anasema ala wa inna likulli safarin zad, fahamuni enyi watu, hakika kwa kila safari anayochukua mwanadamu anapaswa kubeba zawadi. Zawadi bimaana akiba ya yale anayohitajia katika safari kama hiyo. Likulli safarin zad wala budda li hadha safar min zad. Na hapa tulipo, maisha ya hapa ya ulimwengu, sote tumo safarini, na ni wajibu kwetu sote, kila mmoja wetu aangalie kipi ambacho anachokichukua kama zawadi ama akiba katika safari hii. Daqatu qalbi almar'i qailatun lah, inna alhayata daqa'iqun wa thawani. Daqatu qalbi almar'i qailatun lah, mapigo ya mioyo ya wanadamu, kila mmoja wetu, mapigo zile heartbeats za nyoyo zetu ni zenye kutuambia innal hayata daqa'iqun wa thawani, hakika maisha tunayoishi ni madakika na masekunde. Farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha, kwa hivyo mwanadamu, jaribu kunyanyua utajo wako pindi utakapokuwa mwenye kuondoka maisha haya. Je, utajo wako itabakia yenye kunyanyuliwa juu, ama utakuwa mwenye kutajwa kwa ubaya, ama utakuwa mwenye kusahaulika? Irfa li nafsika ba'da mautika dhikraha, fadhikru lilinsani umrun thani. Adhikru lilinsan, kule kutajwa kwa mwanadamu inampatia umri nyingine mpya hata ikiwa ameondoka duniani. Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia nabii wake Ibrahim alayhi salam anasema waj'al li lisana sidqin fil akhirin, anamwomba Mola wake kwamba amjalie utajo mwema, akumbukwe na wale watakaokuja baada yake. Na dua hii Nabii Ibrahim kweli ilitimia. Allah amemjalia kwamba anakumbukwa na umma zote, umma wote waliokuja baada yake Nabii Ibrahim. Na ikawa dua ya waja wema, Allah sema rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Katika maombi na dua na matamanio ya waja wema ni wale wanaosema Mola, tujalie katika wake zetu vizazi vyema ambao watakuwa ni vitulizo vya macho yetu, qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, na tujalie ni katika wale ambao watakuwa ni viongozi wenye kuigwa kwa wale wacha Mungu. Bimaana ya kwamba mwanzo sisi tuwafuata wale wacha Mungu waliokuwa kabla yetu, nasi pia tutakuwa ni kiigizo chema, tutakuwa ni mfano mwema wa kuiga kwa watakaokuja baada yetu. Maashira almu'minin, baada ayamin qalail sawfa nastaqbilu عام الهجر الجديد وقلوبنا مليئة بحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وعافية وسعادة وعمل صالح متقبل. Ndugu Islam, baada ya masiku chache mbeleni tutakuwa ni wenye kupokea mwaka mpya wa Kiislamu. Leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Dhulhijja. Baada haya masiku machache, masiku 5 ama siku 4, tutakuwa ni wenye kubadilisha kalenda ya Hijri, tunaingia mwaka 1448. Na kila mmoja wetu anakuwa na dhanna njema kwa Mola wake. Nuhsinu dhanna bi rabbina, tunamdhania wema, tunamdhania khairi Mola wetu ya kwamba ajalie mwaka huo uwe ni mwaka wa khairi, uwe ni mwaka wa baraka, mwaka wa afya na furaha, na vile vile uwe ni mwaka wa kukubaliwa matendo yetu mema. Lakin ikhwata al-iman, tanqadhi hadhihi sana min a'marina idh talfidhu as-sanatu anfasaha al-akhira
wa tutwa a'maruna fiha, mwaka huu ambao uko katika kuondoka na kutoweka, masiku machache yaliyobakia, ndugu Waislamu, inakuwa ni yenye kuondoka, pumzi zake inatupungukia katika umri zetu, bali matendo yetu yanakuwa yenye kufanyaje, yanakuwa yenye kudhibitiwa na umri inapungua. Fama umila fiha min khairin faqad duwin wama umila fiha min shar faqad sutira fi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sutirat ash-shuhur wa sutirat al-ayyam, sutirat kadhalika as-sa'atu bal ad-daqa'iq wa thawani. Miaka ama masiku ambayo yamepita katika mwaka wa 1447, masiku yamepita mengi sana. Masaa ni mengi tulioishi, masiku mengi, madakika, masaa yamepita mengi. Hayo yaliyokwenda si kwamba amekwenda amesahaulika kwetu, waweza kuwa tumesahau. Huenda usikumbuke jana juzi kabla hapo ulifanya yapi, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya masiku yamekwenda na records zimedhibitiwa. Mbele ya Allah hakuna kinachopita, yamedhibitiwa haya fi kitabin, yameandikwa ndani ya daftari ama ndani ya sijil ambayo la yughadiru saghira, haibakizi jambo dogo wala kabira wala jambo kubwa illa ahsaha, illa imedhibitiwa mule ndani. Ayuha alahibba, inna fi mururi alayami wa tasarrumi al'amari la akbar al'ibar liman nadhara wa tafakkara wa ta'ammala wa tadabbar. Ndugu Islam, kule kupitiwa na masiku haya, kule kupungukiwa katika umri zetu, kwa hakika ndani yake kuna mazingatio makubwa. Lakini mazingatio haya ni kwa nani? Liman ta'ammal wa tafakkar wa tadabbar, ni kwa yule ambaye atachukua mazingatio na akawa ni mwenye kufuatilia kwa kina. Waraa hadhihi alahwal alajiba kaifa yuqallibu Allahu alayama wa kaifa tatasara'u alawam. Na huyu mwenye akili na mwenye kuchukua mazingatio anajaribu kujiuliza maswali baada ya maswali, kwa namna gani, kwa jinsi gani Allah ni mwenye kubadilisha hali za waja katika haya masiku. Allah ni mwenye kubadilisha usiku kwa mchana, na vipi umri unavyosonga mbio unakwenda upesi. Innahu la amrun adhim, amrun yanbaghi alaina an natafakkara fi. Kwa hakika hili jambo kubwa ambalo ni wajibu juu ya kila mmoja wetu achukue mazingatio ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ndugu Waislamu, alwahidu minna yafrahu bimururi al-ayyam wal-a'wam wa yaqulu alwahid zada umri sana wal haqiqatu anna umrahu naqasa sana fa umruhu ma'dud wa ajaluhu mahdud wa la budda lahu min an yakuna lahu ala al-mauti wurud. Cha kushangaza ni kwa wengi mno kati yetu kuhusiana na haya masala tunazungumzia hatuna habari nazo. Wampata mtu akipitiwa na siku moja anakuwa ni mwenye kusherehekea, kushangilia, masiku yanakwenda upesi kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe. Umri unakwenda, miaka zinapita haraka kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe. Lakini tunasahau ndugu Waislamu ya kwamba muda wetu katika maisha haya tuna umrun ma'dud, tuna muda wa kuhesabiwa, muda unaohesabika, hiendi beyond, sio unaccountable, lakini una muda ma'dud, inahesabika. Na zaidi ya hili, ajalun mahdud, una muda ama una ajali ambayo ishapimwa, ishapangwa, haipelekwi mbele wala haisogezwi nyuma. Wala budda min an yakuna lahu ala almauti urud, na kila mmoja wetu hatunabudi ila tukwenye kuonja umauti. Hadha alumru yanqusu bimururi alawam, umri tunazoishi ndugu Islam hupungua kwa kadri miaka zinavyosonga mbele. Ikiwa Allah amekukadiria katika uhai wako utaishi miaka 40, fahamu kila siku moja inayopita ile miaka 40 haisongi mbele, bali inakuwa ni minus, inakuwa ni yenye kupungua. Kwa kila namna miaka zinavyosonga
ndivyo umri zetu zinakuwa zenye kupungua. Anasema moja katika waja wema, anasema inna lanafrahu bil ayami naqta'uha. Wanadamu sisi ni viumbe wa kushangaza, tunashangilia na kusherekea na kufurahikia masiku ambayo yanakuwa yenye kutupita. Wa kullu yawmin madha, na kila siku inayokupita ndugu Muislamu, yudni min al-ajal, inakusogeza karibu mno na ajali yako. Kila siku inayopita fahamu safari yako ya kuelekea kaburini inawadia. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amal. Fa'mal li nafsik, fanya bidii kwa ajili ya manufaa ya nafsi yako itakayokufaidi kabla ya umauti wako. Kwa sababu ndugu Waislamu, baada ya kufa kwa mja, ar-ribhu wal khusran, kufaulu ama kuhasirika baada ya kifo, ni kutokamana na amali, si kwa lingine lolote. Ni amal ndiyo ambayo itamwezesha mja imma kufaulu ama ahasirike. Hadhihi al-awamu tahmiluna ila quburina, haya miaka tunayoishi ndugu Waislamu inatupeleka katika makaburi yetu. Nataqallabu fi ahwalina ma baina quwwatin wa dha'f, pamoja na kwamba masiku tunayoishi hali zetu ni tofauti, haubaki katika hali moja, bali hali inabadilika. Quwwatin, unapitia nguvu, wa dha'fin, unafikia na udhaifu. Quwwa imma quwwa hisia au maanawiya, ima nguvu kipesa ama nguvu physical strength unafikiwa nayo, na baada hiyo haidumu, unapatwa na dha'f, udhaifu kiwiliwili, unagonjeka, unadhofika kimfuko, unafilisika, unaishiwa. Kwa hivyo hizi ni hali ambazo tupitikiwa nayo katika maisha tunaishi. Baina sihhatin wa marad, baina afya na maradhi, ma baina afyatin wa bala, baina kuwa na afueni, umesalimika na majanga lolote lile, ama unasibiwa na mitihani kutoka kwake Allah. Ma baina shababin thumma haram, baina ya ubarobaro na unafikiwa na ukongwe, utu uzima. Wama halatuna illa thalath, hali zetu katika maisha haya haiepuki illa marhala tatu. Marahil tatu hizi: shababun thumma shaybun thumma maut, wa akhiru ma yusamma almar'u shaykhun wa yatluhu min alasma'i mayyitun. Shababun, mtu utafikia umri wa barobaro. Thumma shaybun, kisha ukijaliwa umri mrefu utafikiwa na uzeeni. Thumma maut, baada uzee nini? Umauti inampata mtu. Wa akhiru ma yusamma almar'u shaykhun wa yatluhu min alasma'i mayyitun, na jina la mwisho ambalo anaitwa nayo mja ni mzee ama mkongwe. Mtu katika umri, title ya mwisho anayopewa ni mzee fulani, mkongwe fulani. Kisha baada hapo yatluhu min alasma'i mayyitun, baada hapo jina ambalo litamfit na kila mmoja wetu ataitwa jina hili, ni kwamba wewe ni maiti, wewe ni mfu, wewe sasa si mwanadamu, si cheo chote kile umekiacha nyuma, uzuri wote umebakisha nyuma. Badala yake inasemwa, wapi mwili? Leteni mwili. Hakuna jina linginelo ambalo linamfaa huyu mwanadamu. Nadhara Maimun bin Mahran ila julasaihi yawman, wakati mmoja huyu bwana Maimun bin Mahran aliwatizama watu walioketi mbele yake. Fawajadahum shababan wa shayba kamithlukum alyawm, akiwatizama akapata mkusanyiko walioketi mbele yake. Kati yao kuna vijana mabarobaro na vile vile kuna wazee, watu wazima kama tulivyo leo hii, na Allah atubarikie katika umri zetu. Faqal, akasema Maimun bin Mahran, faqala lahum ya ma'ashara shuyukh ma yuntadharu bizar'i idha biyadda. Anauliza Maimun bin Mahran kuuliza wale watu wazima katika walioketi mbele yake, enyi watu wazima, naulizeni kipi kinachotarajiwa kwa mbegu ama kwa mmea baada ya kwamba mmea ule ushakomaa? Mmea ukishakomaa
ikiwa ni matunda tayari yameshaiva, mmea aina yote imeshakolea, imefika kiwango cha kufanya nini? Kumalizika. Je, kipi kinachosubiriwa katika mimea kama hii? Faqalu alhasad, wakasema ni mavuno, kwamba mimea baada ya kwamba mimea shakomaa, kinachosubiriwa kwa mimea ile ni kuvunwa ile mimea. Thumma nadhara ila shabab, kisha angalia kundi la pili, wale vijana. Manake ikiwa wazee washapata elimu, washapata ibra ya kwamba katika umri, kupevuka katika umri ni kufikia uzeeni, mfano wa mmea unapofika kwamba umekomaa. Baada mmea kukomaa ni kuvunwa, na baada uzee bimaana kaburini. Kisha akauliza vijana kwa kuwatizama, ya mashara shabab, inna zar'a qad tudrikuhu afatun qabla an yustahsad. Anaambia, nanyi vijana sikilizeni, si kwamba wazee pekee ndio ambao wanaelekezwa kwamba maisha yao muda ni mchache waliobakia nayo, bali anaambia inna zar'a, fahamuni vijana wadogo, ya kwamba hakika mimea kuna wakati mwingine ambao qad yusibu qad tudrikuhu afa qabla an yustahsad. Wakati mwingine hata mmea unaweza ukafikiwa na janga lolote kabla haijafikia wakati wa mavuno yake. Bimaana hakuna aliyesalimika na umauti unaweza mpata yote kati yetu. Fa'ala al-insan, basi wajibu juu ya kila mwanadamu, an yantabiha wa an ya'tabira wa an yasta'idda wa yatadhakkara annahu fi hadhihi dunya la budda an yamut. Kila mmoja wetu achukue mazingatio, kila mmoja wetu achukue ukumbusho, kila mmoja wetu atafakari juu ya hili jambo, na kila mmoja wetu awe na maandalizi kwa hili jambo, ya kwamba lazima maut la muhala, hatuna budi, it's inevitable, hakuna kimbilio, ya kwamba lazima kullu nafsin dha'iqatul maut, maisha haya dunia lazima tutakufa. Je, baada ya kufa thumma madha? Basi watu wanaachwa hivyo. Lau anna an-nasa idha matu turiku, lau kwamba watu wakifa wataachwa tu hivyo, basi umauti ungekuwa ndio suluhisho ya shida zote za ulimwengu. Lakini maut sio ndio mwisho. Idha mata an-nasu yub'athu, watu wanapokufa itafika muda watakuwa wenye kufufuliwa. Thumma ba'da al-ba'th yuhasabun, tutakuwa ni wenye kuhesabiwa. Kwa hivyo lazima tuandalie hesabu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na maandalizi mema. Aidu lis-suali jawab, tuenda kuulizwa mbele ya Allah. Swali ambalo tuenda kuulizwa, jaribu kujiandaa kwa majibu kuanzia leo hii. Sio kwa kuchukua tunachukua pengine utajaribu kukopi, la. Allah subhanahu wa ta'ala, hata tukawa werevu vipi, hatuwezi kumdanganya Mola wetu. Maandalizi yanahitaji nini? Yani hesabu ile, wewe kufaulu katika hesabu lazima uwe na maandalizi hapa duniani. Kwa hivyo uthira, bal hii ndio uhakika wa taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya tuliyotangulia nayo katika mukaddima, Allah sema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah. Kila mu'min atadai anamcha Mwenyezi Mungu, lakini anayetabikisha taqwa Allah, anayetabikisha taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yupi? Allah anaeleza mbele ya aya hii, anasema wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kila nafsi, mkubwa mdogo, mwema mwovu, kila mmoja wetu, litanzur nafsum madha qaddamat lighad. Kila mmoja aangalie, si kuangalia jicho la macho, sio nadhara ya basar, ya kuangalia kwa macho, bali tafakkurin wa tadabbur. Ni mtu kukaa chini, tafakari, jiulize kila siku, je, mimi nimekadimisha nini kwa ajili ya kesho yangu? Kesho si kesho Jumamosi tarehe 13, la, bali kesho kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, umejiandaa vipi? Ndio imepokelewa katika athari ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, alikuwa ni mwenye kusema haya maneno, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hesabu nafsi yako, tathmini nafsi yako, yani matendo yako. Haya matendo eka katika mizani,
kila siku jaribu kujihesabu wewe mwenyewe, kabla an tuhasabu, kabla ifike muda utakapokuwa ni mwenye kuhesabiwa. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, pimeni, ekeni katika mizani, katika ratili matendo yenu na maneno yenu, kabla ifike muda itakapoyo katika mizani ya Allah. Fa innahu aysara lihisabikum ghada, itakuwa bora, itakuwa vyema kesho salama yenu, antuhasibu anfusakum alyawm, ni sisi kuzihesabu nafsi yetu leo hii. Watuzayinu liyaumil ardh, na tujipambe tuwe na maandalizi mema kwa ajili ya siku tutakayohudhurishwa mbele ya Allah. Yaumul ardhil akbar yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن أمر المحاسبة ينبغي على المسلم أن يجعله نصب عينيه، فإذا مر به اليوم، إذا مر الصباح، إذا مر به النهار، حاسب نفسه في الليل، هل هو محسن فيسأل الله أن يتقبل منه إحسانه، أو مسيء فيتوب في الليل لإساءته بالنهار ويتوب في النهار لإساءته بالليل. لا يهمل نفسه أبدا ولا يرمي أعماله وراء ظهره كأنه لم يعمل شيئا، بل يتفقد نفسه ويرى الخير ويعلم أنه من فضل الله ويسأل الله يتقبله منه، ويرى الشر ولا بد من الخطأ، ومن منا الذي يزعم أنه لا يخطئ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت من بني آدم وأنت خطاء، لكن شأن هل أنت من الأخيار الذين إذا أخطأوا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم وعلموا أن الله يغفر الذنب وإذا مر عام فعلينا أن نحاسب أنفسنا. Ndugu Islam, jambo hili la kufanya muhasabatu nafsi, kutathmini nafsi na kujihesabu wewe mwenyewe, kujiangalia ukajiweka katika mizani ratili kabla muda ule ya utakapowekwa wewe, na wakati huo hakuna karra, hakuna eti kurudi second chance, bali baada nafsi kumtoka mwanadamu, maisha ulimwengu inakuwa imefungwa chapter hiyo, uko katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku, kila dakika, kila mchana, kila usiku, kila mwezi, kila wiki, kila mwaka, mwanadamu lazima ujihesabu nafsi yako. Ukifikiwa na jioni umeshinda salama, keti chini, fanya muhasabatu nafsi. Jiangalie, je, mimi kipi cha khairi ambaye niliafikiwa kufanya? Ile khairi ambaye Allah ameniwezesha nikatekeleza, muombe Mwenyezi Mungu akutakabalie, na umombe Mwenyezi Mungu akuzidishie, akupe thabati, udumu katika wema ule. Na jiangalie nafsi yako, ikiwa kuna mapungufu yoyote, na lazima lazima kutakuwa na mapungufu, kwani sote ni wakosefu. Ukijipata kwamba wewe katika kule kujitathmini nafsi yako ukapata kwamba mimi hapa niliteleza kwa jambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, fanya i'tiraf, kubali, kiri makosa kwamba umekosea, kwani sote ni wakosefu. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kullu bani adama khata, kullu yani wote katika bani adam ni wakosaji, sote ni wakosefu. Katika kukosea kwetu
Subhanallah, kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba kuna wakosefu ambao pia ndi bora. Wewe ni mkosefu naam, lakini wewe ni bora kuliko mkosefu mwenzako. Katika hao wanaokosea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi ya mwanadamu dhaifu, shetani anatushawishi. Kuna vishawishi vingi ambavyo vimetuzunguka. Nafsi hii pia ina amaratun bisu. Nafsi hii inatuamrisha, inatupeleka katika maasi ya kila mara. Unapojipata kwamba umekosea, khairu khata'in at-tawwabun, wabora wanaokosea ni wale ambao wanatubia, wanamrudia Mola wao, wanakiri makosa yao, wanasikitikia yale makosa, na kila mara wanamstahi Mola wao na kukiri kwamba wao wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila ukipata katika kule kujitathmini ya kwamba kuna wema wowote, muombe Allah qabul, kwa sababu kunayo kutekeleza jambo na kuna kukubaliwa. Ni mambo mawili tofauti. Unaweza tekeleza kweli lakini sikubaliwe. Kila siku jaribu kufanya tathmini kama hii, na ufahamu ya kwamba kwa kila mwaka ukifikiwa na mwaka, jaribu kutathmini, angalia masiku 360 na umeishi katika mgongo wa ardhi, umefanya yapi? Umefanya mangapi? Yapi mema uliojaribu kufanya? Yapi mabaya ulioteleza ukatumbukia ndani yake? Je, unachukua hatua ipi baada ya hapo? Maashira almu'minin, inna sha'na al'am sha'nun 'azim ajib. Ala tarawna ikhwani wa akhawati annahu marrat alayna al-umur kulluha fi amina hadhi farihna wa dhahikna hazanna wa ta'allamna اغتبنا وتحدثنا عن الآخرين غفر الله لنا. Ndugu Islam, katika kule masiku yanavyozidi kusonga mbele, miaka kwa namna inavyobadilika, mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka, tunapitia mengi ambayo tunayapitia na tunashuhudia hili. Unapitiwa na wakati wa furaha, unapitiwa na wakati wa huzuni, yote yanapita. Tumecheka mara ngapi? Tukalia mara ngapi? Mara ngapi tumepatwa na machungu? Mangapi katika vyakula vitamu tumevila? Vinywaji vinavyotuburudisha tumevinywa? Mangapi ambayo tumepitia katika muda huu ambao Allah ametujalia katika maisha? Lakini yako wapi hivi sasa? Yote yamepita. Furaha uliofurahika hukutarajia kwamba itakwisha. Huzuni iliyokukumba, misiba iliyokupata, uliona kana kuwa ndio at-tammatul kubra, kwamba ndio basi mwisho wako. Lakini haya yote yanapita kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tuchukue mazingatio katika hayo. Tufahamu ya kwamba maisha haya dunia yanakuwa ni yenye kubadilika. Allah sema tilkal ayamu nudawiluha baina nas. Na ndivyo ilivyo sura na sunna ya Allah kwamba maisha haya ya kwamba yatakuwa yenye kubadilika. Anga haitadumu katika hali moja, bali anga tu katika msimu wa baridi itafika msimu wa joto kali, itafika msimu wa kiangazi, itafika msimu wa mvua. Sawaan bisawa, maisha yako kama mwanadamu. Lakini la msingi ni lipi? Kwamba imani hii ambayo ndio refuge yako, kimbilio la mu'min kwa hali zake zote, ni imani ambayo Allah amemjalia katika nafsi yake. Ndio maana mu'min anakuwa thabit kwa hali zake zote. Furaha yake si kwamba anatupa mipaka ya Allah, anajua bado Allah yupo. Furaha hizi anafanya kwa ustadi. Kuhuzunika kwake mu'min kuna mipaka, hahuzuniki mpaka anamkufuru Mola. La, mu'min anakuwa ni wasata, anakuwa ni mtu balanced katika affairs zake zote. Kwa hivyo mu'min, kinachomsaidia mu'min katika kuwa katika hali kama hii ni kufanya nini? Ni pale ambapo anachukua mazingatio kwa hali zake zote. Tumesema ajaban li amri almu'min, ajabu ilioje, uzuri ulioje matendo ya huyu mu'min, affairs zake, mambo yake mu'min. Walaysa dhalika li ahadin illa mu'min, lakini anathibitisha ya kwamba haya hayampati yeyote illa mu'min wa kihakika, ambaye in asabathu sarra'u shakara fakana khairan la,
wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lah. Mu'min akipatwa na jambo linalompendeza, linalomfurahisha, anamshukuru Allah, inakuwa ni khairi kwake. Vile vile mu'min akipatwa na jambo ambalo linambana, linamsukuma chini, linamtia huzuni na uzito, anakuwa na nini? Anakuwa na subra na inakuwa ni khairi kwake. Kwa hivyo maisha mu'min bimana shukr, baina shukr lil an'am, anamshukuru Allah kwa neema na anasubiri lil ibtila, kwa mitihani, majaribio anampata huyu mu'min, anakuwa ni mwenye kusubiria. Zaidi ya hili, ndugu wa Islam, muhimu tukithirishe matendo mema. Tumesema tuko katika mwezi wa Dhulhijja, na baada ya mwezi wa Dhulhijja tuingiwa na mwezi wa Muharram. Mwezi wa Dhulhijja ni katika ashhurullahi alhurum, katika miezi mitukufu, na tumeshuhudia bidii ambazo waja wamefanya katika kujikurubisha kwa Mola katika mwezi wa Dhulhijja. Bidii hizo, ndugu wa Islam, isikatike maadamu tungali katika uhai. Ina maana ibada haina kikomo, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ibada haina kikomo. Baada mwezi wa Dhulhijja unaingia mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram pia ni katika miezi minne mitukufu. Kithirisha mno ibada, matendo mema katika miezi minne mitukufu, ujira unakuwa ni maradufu. Ujira unaongezewa kiwango ambacho huwezi ukatarajia. Na vile vile dhulma, uovu, makosa aina yoyote pia inakuwa imekemewa mno. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, tusiwe ni wenye kudhulumu nafsi zetu katika miezi haya. Na moja katika ibada ambazo imesisitizwa mno na Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuwa ipi ibada bora baada almaktuba, ibada iliyo bora zaidi mbele ya Allah, inampendeza Allah baada ibada za faradhi, akasema sallallahu alaihi wasallam ni salatun billayl, we kusali sala ya usiku inapendeza mno mbele ya Allah. Kwa hivyo ikiwa mwisho tulisali qiyamul layl katika mwisho wa Ramadhan, ama tukaiswali katika 10 la mwanzo la Dhulhijja, basi tujaribu kukithirisha matendo mema haya. Zaidi ya hili, akaulizwa ipi saum iliyo bora baada saum ya Ramadhan, akasema saumu shahrillahi almuharram, kufunga mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Kama unaweza kukithirisha siyam katika mwezi huu, bora zaidi. Lakini ikiwa kwa dhurufu zako, hali zako zozote, huwezi ukafunga kwa wingi, pengine kiafya, safari, kikazi, lakini japo siku ya 10 yake ambayo itakuwa yaumu Ashura, usipitwe na saumu kama hii. Kwa nini? Mtume alipoulizwa akasema saumu ya Ashura inakuwa ni sababu kifutio ya madhambi ya mwaka mzima, unasamehewa makosa ya mwaka mzima. Katika Arafa unasamehewa makosa ya miaka 2. Ashura mbele yetu tarehe 10 ya mwezi wa Muharram unasamehewa makosa ya mwaka mzima. Hii ni fursa imetujia. Kithirisha usomaji wako wa Qur'an. Kithirisha, ndugu Muislam, silatul rahim, kuunga kizazi chako. Kithirisha, ndugu Muislam, kutoa sadaqa. Sadaqa hii inakuwa ni kifutio, ni akiba bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ukitoa sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama anfaqtum min shay'in, hutoi chochote mbele ya Allah kiwango yoyote ile, fahuwa yukhlifu, illa Allah atakupa badala yake hapa hapa duniani. Ndugu wa Islam, miaka zinasonga, na bahati yetu kupata uhai huu ukashuhudia siku mpya katika maisha yako ni bahati kubwa ambayo Allah anampatia kila mmoja wetu, kujaribu kurekebisha jana yetu, sio janna, bali jana, the previous day, our yesterday. Umepewa the present day ili urectify your previous day, the previous day. Na ikiwa utajaliwa siku baada ya leo yako, basi unapewa siku kama hii ujiandae kwa ajili ya kesho yako. Upande wa pili, jana yetu iwe ni sehemu ya kuchukua reference, sehemu ya kuchukua mazingatio, ibra, reflection, ya kwamba jana nilikuwa hivi,
nilikuwa kwa hali fulani, si jana Alhamisi, bali kabla hapa nilipo, mbeleni nilikuwa kwa hali hivi, nilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini hapa angalia leo niko wapi. Tumia ile jana uweze kujirekebisha, uweze kusonga mbele. Ndugu Waislamu, ala fasallu wasallimu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin faqad amarakum Allah biha qaila inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا للصلاة.